Wanawake na wasichana katika jimbo la Darfur nchini Sudani wapo katika hatari ya kukabiliwa na ukatili wa kingono. Shirika la matibabu lisilokuwa la mipaka Medecins Sans Frontieres MSF limeonya kiwango cha kweli cha mgogoro huu kinasalia kuwa kigumu kuainisha, kwani huduma inabaki kuwa chache na watu wanakabiliwa na vizuizi vya kutafuta matibabu au kuzungumzia shida zao. Hata hivyo, manusura wote wanazungumza na timu za MSF huko Darfur na kuvuka mpaka hadi nchini Chad. Wanazungumzia kuhusu hadithi za kutisha za unyanyasaji wa kikatili na ubakaji. Wanaume na wavulana pia wapo katika hatari kwa kuwa kiwango cha mateso ni cha kupita kiasi. Wanawake na wasichana hawajisikii salama mahala popote. Wanashambuliwa katika nyumba zao wenyewe wanapokimbia vurugu, kupata chakula, kukusanya kuni na kufanya kazi mashambani. Wanatuambia wanahisi wamenaswa, anatuambia Clyla Sanfilippo, mratibu wa dharura wa MSF. Mashambulizi haya ni mabaya na ya kikatili. Mara nyingi yanahusisha wahalifu wengi. Hii lazima ikome. Unyanyasaji wa kijinsia sio matokeo ya asili au ya kuepukika ya vita. Inaweza kujumuisha uhalifu wa kivita, aina ya mateso na uhalifu dhidi ya binadamu. Pande zinazopigana lazima ziwajibishe wapiganaji wao na kuwalinda watu kutokana na ghasia hizi mbaya. Huduma kwa wasilika lazima ziongezwe mara moja ili wasilika wapate matibabu na huduma ya kisaikolojia wanavyohitaji sana. Unyanyasaji wa kijinsia umeenea sana huko Darfur hivi kwamba watu wengi hawawezi kuepuka kuzungumzia swala hilo. Kuna watu walikuja usiku kuwabaka wanawake na kuchukua kila kitu wakiwemo wanyama. Nilisikia baadhi ya wanawake wakibakwa usiku. Wanaume wao walikuwa wamejificha kwenye vyoo au katika nyumba fulani ambavyo wengeweza kufunga kama mume wangu na ndugu zangu, la sivyo angeuawa. Wanawake hawakujificha kwa sababu ilikuwa tu kupigwa na kubakwa kwa ajili yetu, lakini wanaume wangeuawa. Mwanamke mwenye umri wa miaka 27 aliambia timu ya MSF huko Darfur Magharibi. Si tu wakati wa mashambulizi dhidi vijiji na miji, na wakati wa kuelekeza kutafuta usalama ambapo watu wamebakwa na kupigwa. Usaidizi mdogo wa kibinadamu unawalazimu watu kuhatarisha maisha. Watu wanatembea umbali mrefu ili kukidhi mahitaji yao ya kimsingi na kufanya kazi katika maeneo hatari. Wengine huamua dhidi ya kuchukua hatari hiyo, lakini hufutwa kazi na hivyo kupunguza zaidi upatikanaji wao wa maji, chakula na afya. Hii siyo hakikisho la usalama, kwani watu hushambuliwa hadi majumbani mwao. MSF ilitoa huduma kwa manusura 659 wa unyanyasaji wa kingono huko Darfur Kusini kati ya Januari 2024 na Machi 2025. Asilimia 86 walioripotiwa kuwa walibakwa, huku asilimia 94 ya walionusulika walikuwa wanawake na wasichana. Asilimia 56 walisema walivamiwa na mtu ambaye si raia, na mwanajeshi, polisi au vikosi vingine vya usalama au vikundi vilivyo vya serikali. Asilimia 55 waliripoti ukatili wa zaidi ya kimwili wakati wa shambulio hilo, huku asilimia 34 walikabiliwa na unyanyasaji wa kijinsia walipokuwa wakifanya kazi au wakisafiri kwenda mashambani. Asilimia 81 walikuwa chini ya 18.29 walikuwa vijana wenye umri kati ya miaka 10 na 19. Asilimia 7 walikuwa chini ya umri wa miaka 10 na asilimia 2.6 walikuwa chini ya miaka 5. Takwimu hizi zinatatanisha. Zina uwezekano wa kukadiri kiwango halisi cha unyanyasaji wa kingono huko Darfur Kusini. Hali ni sawa katika maeneo mengine ambako MSF iliweza kutoa huduma kwa wasilika kama vile Mashariki ya Chad, ambako kwa sasa inahifadhi zaidi ya wakimbizi 800,000 wa Sudani. Mjini Andre, karibu nusu ya manusura 44 waliotibiwa na MSF tangu Januari 2025 walikuwa watoto. Katika mkoa wa Wadifal, manusura 94 walitibiwa kati ya Januari na Machi 2025, 81 wakiwa na umri chini ya miaka 18. Ushuhuda wa wagonjwa watoa huduma mashariki mwa Chad na Darfur Kusini
unathibitisha hilo. Katika moja ya tukio ambalo limekuwa likishangaza wengi ni kumhusu binti mwenye umri chini ya miaka 13 kubakwa na wanaume watatu. Mwanaume mmoja aliambia timu ya MSF huko Manna Dulfa Magharibi, miezi mitatu iliyopita kulikuwa na msichana mdogo wa umri wa miaka 13 ambaye alibakwa na wanaume watatu, wakimkamata na kumbaka kisha wakamtelekeza bondeni. Waliwaita baadhi ya watu kumbeba msichana huyo na kumpeleka hospitali. Mimi nilikuwa mmoja wao, alikuwa msichana mdogo. Wengi walinusulika wanaripoti kubakwa na zaidi ya mtu mmoja huko Mech, mashariki mwa Chadi. Manusura 11 kati ya 24 waliotibiwa kati ya Januari na Machi 2025 walitambuliwa na washambuliaji wengi. Uzoefu ambao wagonjwa huzungumzia katika maeneo mbalimbali kuthibitisha hili. Tulipowasili Kalbas, tuliona kundi la wanawake watatu wakiwemo na baadhi ya wanaume wa LSF, Rapid Support Force, wakiwalinda. LSF pia iliamuru kukaa nao. Walituambia, ninyi ni wake wa jeshi la Sudani au wasichana wao. Kisha walitupiga na walitubaka barabarani hadharani. Kulikuwa na wanaume 9 wa LSF, 7 walinibaka. Nilitaka kupoteza kumbukumbu yangu. Baada ya hapo, mmoja mwenye umri wa miaka 17 aliyenusurika kubakwa aliambia MSF. Lakini moja pia ya tukio jingine ni kumhusu mwanamke mmoja. Yeye aliambia MSF walinibaka kwa sababu ya cheti changu. Katika baadhi ya matukio washambuliaji walishtumu moja kwa moja, walinusulika kwa kuunga mkono upande mwingine. Mwanamke mmoja alitoa hadithi yake, nina cheti cha uuguzi wa huduma ya kwanza. Walipotusimamisha, LSF iliniomba niwape begi langu. Walipoona cheti ndani waliniambia, unataka kuponya jeshi la Sudani, unataka kuponya adui. Kisha wakachoma cheti changu na kunichukua ili wanibake. Wakaambia wengine wote wakae sakafuni. Ilikuwa na wanawake wengine akiwemo dada yangu. Ni muhimu kwa walionusulika kupata huduma baada ya shambulio hilo, kwani unyanyasaji wa kingono unahitaji dharura ya kiafya na kisaikolojia ambayo yanaweza kuhatarisha maisha. Bado walionusulika wanatatizika kupata huduma za matibabu na ulinzi kwa sababu ya ukosefu wa huduma, ufahamu mdogo wa huduma chache zilizopo, gharama kubwa ya kusafiri hadi kwenda vituo, na kusisitiza kuzungumza juu kusema chochote kwa jamii kwa sababu itakuwa sikusema chochote kuhusu kile kilichonipata kabla ya leo. Naomba tu msaada wa matibabu. Wakunga na wahudumu wa afya jamii walifukuzwa na kuwezesha kutoa vizibiti mimba vya dharura na msaada wa kwanza wa kisaikolojia kwa walionusulika. Pia waliunga mkono rufaa ya wasilika ya msingi zinazoungwa mkono na MSF. Wanahitaji huduma za matibabu haraka.